Yes, jina langu ni Maunga Junior, ni kukaribishe mwanamichezo popote pale ulipo ili tuweze kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo yameweza kujitokeza kutokea sehemu tofauti tofauti. Wote tunajua kwamba macho, akili na masikio ya mashabiki wa klabu ya Simba Sports yapo kuelekea kwenye mchezo wa shirikisho barani Afrika hatua robo finali dhidi ya Al Masry kutoka huko taifa la Misri, na mchezo huo unatarajia kufanyika siku ya tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025. Ila Maunga Junior niko hapa kwa ajili ya kuletea rekodi ya mechi 5 za mwisho ambazo wapinzani wa klabu ya Simba ambao ni Al Masry waliweza kuzicheza. Matokeo yao yako vipi? Matokeo waliyapata vipi katika mechi 5 hizo ambazo za mwisho waliweza kuzicheza katika mashindano tofauti tofauti ambayo yanapatikana huko katika taifa la Misri. Lakini pia nitakupitisha kwenye msimamo katika ligi kuu ya Misri. Timu ya Al Masry inashika nafasi ya ngapi? Utaweza kupata rekodi zote hapa. Lakini kabla sijakuletea mechi 5 za mwisho ambazo Al Masry walizicheza na matokeo ambayo waliweza kuyapata, nataka nikupatie habari njema kutoka Mandasi Store. Labda uko nyumbani una pesa yako kidogo na una nia ya kumiliki simu aina ya smartphone, basi Mandasi Store wapo kwa ajili ya kukopesha simu aina ya smartphone. Unachohitajika kuwa na vitu viwili tu: uwe na pesa ya kianzio au pamoja na namba ya NIDA ambayo utaenda kwenye duka lolote la Mandasi Store, utapatia hivyo vitu viwili ambavyo nimekutajia, ambavyo ni pesa pamoja na namba ya NIDA au namba ya mpiga kura au leseni. Fika pale utapatiwa simu ambayo unahitaji na utakuwa unalipa kidogo kidogo mpaka pale ambapo deni ambalo mmekubaliana, basi utakuwa unamiliki simu aina ya smartphone. Au kama una pesa cash, basi wapatie pesa cash, utapatiwa smartphone kutokana na pesa uliyokuwa naye. Sasa ngoja tukazipitie zile mechi 5 za mwisho ambazo klabu ya Al Masry ambao hawa ni wapinzani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutokea hapa mchini katika hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mechi 5 za mwisho zipo kama ifuatavyo. Cha kwanza, katika mechi hizo wao wamefungwa mchezo mmoja, lakini pia wamedraw michezo mitatu na wameshinda mchezo mmoja pekee. Na katika mchezo huo ambao walishinda mabao 4-2. Kwa hiyo na maana walipoteza clean sheet. Lakini pia mchezo mmoja ambao waliweza kufungwa, walifungwa mabao 3, lakini wao waliweza kupata bao moja la kufutia machozi. Lakini kwenye draw 3 ambazo wameweza kuzipata, cha kwanza wametoa draw na ZFC mabao 1-1, dakika 90 zikamalizika hivyo. Lakini pia wakatoka draw dhidi ya Pyramid, draw ya bila kufungana, na maana mabao 0-0. Lakini pia wakapata draw ya mfanano dhidi ya timu ya Bank El Ahly, hapa walipata sare ya bao 1-1. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye mechi 5 za mwisho ambazo wameweza kuzicheza, timu za Al Masry wameweza kuvuna alama 6 pekee kati ya alama 15 ambazo walipaswa wao wazipate. Kwa hiyo wakaweza kuangusha alama 9. Sasa ngoja nikupitishe kwenye uimara wao katika eneo ama safu ya ulinzi. Kiufupi tu, timu ya Al Masry kwenye eneo la ulinzi sio nzuri, kwa sababu unaweza kuona kwenye mechi 5 hizi ambazo wameweza kuzicheza, wameweza kufanikiwa kupata clean sheet moja tu kwenye draw ambao waliweza kupata dhidi ya Pyramid FC. Kwa hiyo walitoka dakika 90 zikatoka draw ya bila kufungana na 0-0. Unaweza kuona mechi 5 unaondoka na clean sheet ya mchezo mmoja, michezo yote unafungwa ama unashinda goli 4, lakini wewe unaruhusu mabao 2. Unaweza kuona namna gani timu hii kwa upande wa ukabaji sio mzuri, ama katika eneo la ukabaji sio mzuri. Lakini pia timu hii kwenye michezo 5 ya mwisho imefanikiwa kufunga mabao 7 tu kwenye michezo 5, lakini pia kwenye michezo hiyo 5 wameruhusu mabao 7. Kwa hiyo goal difference ni 0. Kwa hiyo unaweza kupata picha kwamba namna gani ambavyo Al Masry wanacheza. Kwa hiyo unafunga mabao 7 na unafunga mabao 7, na maanisha kwenye goal difference ni 0. Inaonyesha picha gani? Inaonyesha picha kwamba klabu ya Simba ina uwezo wa kwenda kupata mabao katika mchezo huo, kwa sababu kama unaweza kuona kwenye kila mchezo, hata kama wakifungwa, lakini wao
wanaruhusu mabao ama kufanyeje, kufungwa. Sasa ngoja nikupitishe kwenye msimamo wa ligi kuu ya Misri. Timu ya Al Masry inashika nafasi ya ngapi? Cha kwanza nataka nikwambie kwamba kileleni pale wako Pyramid FC ambao wao wana alama 43, lakini nafasi ya pili inashikwa na mabingwa wa Afrika, na maanisha klabu ya Al Ahly FC wakiwa na alama 39, lakini namba 3 wanakamata Zamalek Sports wakiwa na alama 35, lakini namba 4 wako Al Masry wakiwa na alama zao 31. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwenye msimamo wa ligi kuu ya nchini Misri, hii timu ya Al Masry inakamata nafasi ya 4 ikiwa na alama zake 31. Sasa nataka nikukumbushe tu kwamba timu hizi mbili, Simba na Al Masry, hii sio awamu ya kwanza kukutana ama kucheza. Kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika waliokutana mwaka 2018, ambapo mchezo wa kwanza ulifanyika tarehe 7 katika dimba la Benjamin Mkapa. Baada ya dakika 90 kumalizika, mabao yakapatikana ni goli 2-2, na maanisha sare ya mfanano. Hakuna wote ambao waliweza kuondoka na alama 3 ama kuondoka na ushindi, isipokuwa waliweza kugawana alama. Huyu akaondoka na alama 1 na huyu mwingine akaweza kuondoka na alama 1. Mchezo wa marudiano ukafanyika siku ya tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2018. Mchezo ulifanyika katika taifa la Misri. Dakika 90 zikamalizika, Al Masry hakufanikiwa kupata bao lolote, lakini pia klabu ya Simba haikufanikiwa kupata bao lolote. Yaani kiufupi, Al Masry hajawahi kumfunga Simba, lakini Simba hajawahi kumfunga Al Masry. Sio kumfunga kuruhusu mabao, hapana, kuondoka na alama zote 3. Timu zote iliweza kucheza, lakini pia kila mmoja aliweza kuondoka na alama moja kwa mwenzake. Hao ni Al Masry. Kwa ufupi tu kwamba kwenye mechi 5 zao za mwisho wameshinda mchezo mmoja, lakini kwenye msimamo wa ligi kuu ya Misri wao wako nafasi ya 4 wakiwa na alama 31. Sasa ngoja nikupitishe kwa ufupi namna Simba rekodi zao zilivyo kwenye mechi 5 za mwisho ambazo wameweza kuzicheza, lakini pia kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC wako nafasi ya ngapi. Ukishapata hiyo, utaweza kujua kwamba nafasi ya Simba kwenda kupata matokeo ugenini iko vipi, ama je, Misri ama Al Masry itaweza kwenda kumzuia ama itaweza kuibuka na ushindi katika dimba la nyumbani kwake. Cha kwanza, mnyama Simba kwenye mechi 5 za mwisho amefanikiwa kushinda michezo 4. Amedraw mchezo mmoja dhidi ya Azam FC, draw ya mabao 2-2, wote kama unaweza kukumbuka vizuri, lakini pia hajapoteza mchezo wa aina yoyote. Clean sheet ameweza kuondoka na clean sheet 4 katika hiyo michezo yote ambayo ameweza kucheza, na clean sheet aliweza kupoteza kwenye mchezo dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo unaweza kuona upande wa Al Masry wao kwenye michezo 5 ameweza kuondoka na clean sheet 1, lakini kwa upande wa mnyama Simba ameweza kuondoka na clean sheet 4. Kwenye upande wa kushinda, mnyama Simba ameweza kushinda mabao mengi kweli kweli, kwa sababu zidi ya Dodoma Jiji akashinda mabao 6, zidi ya Coastal Union akashinda mabao 3, zidi ya Tanzania Prison akashinda mabao 3, na Mungo akashinda mabao 3. Lakini kama tunakumbuka kwenye mchezo wa juzi ambao uliweza kufanyika katika mashindano ya CRDB Federation Cup, mnyama Simba naye aliweza kuondoka na ushindi ama akaweza kuvuka katika hatua hiyo na kwenda hatua nyingine. Sasa ngoja nikupitishe kwa mnyama Simba kwenye msimamo wa ligi kuu yuko nafasi ya ngapi akiwa na alama ngapi. Mnyama Simba amecheza michezo 22 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, ameshinda michezo 18, amedraw michezo 3, amefungwa mchezo 1, ana alama 57, yuko nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Ni tofauti kidogo na Al Masry ambao wao wana alama 31 wakiwa nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Misri. Hizo ni rekodi tu chache ambazo mimi nimeamua nikuletee uweze kupata tathmini kwamba je, hawa Al Masry ambao ni wapinzani wa klabu ya Simba kwenye mechi 5 zao za mwisho matokeo yao yako vipi, kama ambavyo mweza kuona. Je, kwa rekodi hizo unaona nafasi ya mnyama Simba kuweza kuondoka na chochote kitu katika taifa la Misri kwenye mchezo ambao utafanyika mwezi wa 4 tarehe 2 uko nchini Misri, ama kwa rekodi hizo unaweza kuona mnyama Simba akipoteza mchezo huu ambao wa kwanza utafanyika huko nchini Misri, ama ni vipi? Basi unaweza kuniandikia ujumbe mfupi hapo chini matumaini yako kuelekea kwenye mchezo huu ambao mnyama Simba yupo ugenini
Je, atafanikiwa kuvuka hatua hii? Manake maneno yamekuwa mengi. Huyu akiita Mwakalobo, huyu akizungumza lake. Basi niandikie ujumbe wako hapo chini. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Ni kuombe tu kama bado hujasubscribe, hujashare, hujalike na uandike comment kutokana na kitu ambacho umeweza ukisikia siku ya leo. Lakini pia naendelea kukukumbusha, kwa wewe kijana mwenye ndoto ya kumiliki simu aina ya smartphone, basi Mandasi Store wapo kwa ajili ya kuhakikisha wewe Mtanzania ambaye una uhitaji wa kupata simu aina ya smartphone kwa hiyo pesa yako chache ambayo uliokuwa nayo hivi sasa, sehemu yoyote ambapo unaliona duka la Mandasi Store, basi fika pale, waambie nimepewa taarifa kutoka Mpenja TV, nimeambiwa nikija na pesa yangu ndogo ambaye niliyokuwa naye, nikiwa na namba ya NIDA ama kitambulisho cha mpiga kula, naweza kupatiwa simu aina ya smartphone. Zenu ukishapatiwa hiyo simu utakuwa unalipa kidogo kutokana na makubaliano ambayo umekubaliana baina ya kwako wewe na Mandasi Store. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuchukua namba hapo chini tunapotembea, ama fika kwenye mitandao yao ya kijamii, wanatumia Mandasi Store. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini bila kusahau Magic Builders International Limited, hawa ni wauzaji wa white skim. Kwa wewe mtu ambaye una ndugu yako ama una nyumba yako umefika katika hatua ya kuskimu na unahitaji nyumba yako ipe muonekano wa kiutofauti, basi white skim kutoka Magic Builders wapo kwa ajili ya kuhakikisha nyumba yako inakuwa na muonekano mzuri kweli kweli. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, popote ambapo unajiona duka la hardware, wewe fika waambie nahitaji bidhaa kutoka Magic Builders. Ndugu yangu, utakuja kunishukuru baadaye. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment. Jina langu ni Maunga Junior. Hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo.